Ndugu mtazamaji, Mungu wa mbinguni atukuzwe na kukaribisha katika kuona uweza wa Baba yetu wa mbinguni. Hebu tuombe. Baba yetu mkuu wa malimwengu yote, tuongoze kuona uweza wako tena. Nasi tufurahie kuwa watoto tunaokuamini daima, katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa mtazamaji, katika maisha ya kawaida, hasa jamii yetu wanadamu, tunapitia hatua za ukuaji tukiwa watoto. Na mara nyingi mtoto huwa anamwamini mzazi. Kuna kisa kimoja kinasimuliwa ya kwamba mtoto mmoja alikuwa juu ya gorofa na moto ukawa unawaka ukianzia chini kwenda juu. Na mtoto yuko kule juu, moto bado haujamfikia. Majirani walijaribu kumuita ya kwamba ajirushe, lakini mtoto alionyesha hali ya kusita sana. Lakini hatimaye akaja baba yake. Baba yake alikuwa mbali kidogo, akakimbia. Alipofika akamwambia mwanangu, akamuita kwa jina lake na akamwambia ruka. Mtoto yule huenda alikuwa anaitwa Danieli, huenda alikuwa anaitwa Anania au Mishaeli au Azaria. Akamwambia Danieli, huenda ni Danieli. Danieli ruka. Danieli akaruka mara moja. Kwa nini? Ni kwa sababu aliweka tumaini kwa mzazi wake. Sasa hali kadhalika, katika kitabu cha Danieli sura ya 3. Danieli sura ya 3 mstari wa kwanza anasema, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu, ambao urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamili na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Unaona, alitengeneza sanamu kubwa ya dhahabu. Huko nyuma katika Danieli kuanzia sura ya 2, Mungu alionyesha kupitia ndoto tawala zitakavyoongoza dunia mpaka ujio wake. Kwa hiyo hiyo ni ratiba ambayo Mungu aliitoa. Lakini sasa kichwa kilikuwa cha dhahabu. Alafu ikiendelea chini kukawa na madini tofauti tofauti. Sasa Nebukadneza ndiye aliwakilishwa na hiki kichwa cha dhahabu. Yeye akataka kuonyesha ya kwamba ni yeye atatawala mpaka ujio wa Yesu. Kwa hiyo ndio akatengeneza hii sanamu ya dhahabu. Lakini alipoitengeneza akaita watu na manaibu na viongozi wote ili kuizindua. Sasa alipoita ili kuizindua, akaagiza ya kwamba watakapokusikia sauti za filimbi na vinubi waanguke kuisujudia. Ngoja tusome mstari wa 5. Danieli 3 mstari wa 5. Wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomai na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hiyo unaona, pamoja na kwamba alikuwa anawakilisha ya kwamba mimi nitaongoza milele, ambacho kwenye ndoto Mungu alishafunua ya kwamba tawala zitaenda zinatofautiana, baadaye itaongoza Umedi na Uajemi, baadaye Uyunani, baadaye Rumi iliongoza kile kipindi cha Yesu, na baadaye itaongoza tawala zenye mchanganyiko wa chuma na udongo, ikimaanisha mataifa yenye nguvu na yasio na nguvu. Kwa hiyo hali kadhalika mpaka ujio wa Yesu. Ye pamoja na kwamba alikuwa anaonyesha kwamba ni yeye ataongoza, lakini ndani yake kulikuwa na ibada. Maana hapa anasema mtakaposikia hizo sauti na namna zote za ngoma muanguke kuisujudia sanamu. Sasa alipokuwa amewakusanya hawa wote viongozi na kadhalika, kulikuwa na vijana watatu waliomwamini Mungu, ambao ni Mishaeli, Azaria na Anania. Sasa na hawa vijana walikuwa miongoni mwa hili jopo. Je, na wao wataanguka? Sura hii ya 3 inaonyesha dhahiri wengine walipoanguka kuisujudia, wao walikataa. Lakini kwa nini walikataa? Ni kwa sababu ndani yake kulikuwa na amri ya Mungu iliyowakataza wasije wakaabudu sanamu yoyote. Amri hii inapatikana katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wa 4. Anasema hivi: Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni
wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Unaona, hata vya mbinguni sanamu zake hazitakiwi kufanyizwa. Usivisujudie wala kuvitumikia. Usije ukavipa ibada. Ukavipa ibada kwa maana ya kusujudia wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu anatamani ibada iende kwake tu, kwa sababu ni yeye alituumba. Na kwa sababu ni yeye alituumba, anastahili ibada. Tofauti na utawala wa giza wa shetani, analazimisha ibada. Kwa sababu yeye hakutuumba, lakini Mungu anastahili kwa sababu alituumba. Anastahili hata sifa kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa uwepo wetu, na yeye ndio anamiliki katika ufalme wa mbinguni na wa duniani. Kwa hivyo hawa vijana watatu, Mishaeli, Anania na Azaria, walijua amri ya Mungu imekataa, na Mungu ndiye baba yetu. Wakakataa kusujudia sanamu. Walipokataa, sura hii ya 3 ukiendelea kuisoma, wapo baadhi ya watu wa Babeli waliokuwa wamesujudu, lakini macho yao yaliendelea kuangalia, je, wale vijana watatu wanaomwamini Mungu watasujudu? Wakawaona walikuwa wamesimama, wala hawatikisiki, hawakuwa na wasiwasi yoyote. Wakapeleka taarifa kwa Nebukadneza. Nebukadneza akawapa nafasi ya pili, akamwambia, je, ni kwa makusudi? Sasa nawapa nafasi nyingine tena, mkiona vyema msujudie. Na hawa vijana bado wakabaki vile vile na msimamo wao wa kukataa. Ngoja tusome mstari wa 15. Anasema hivi: basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vyema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Unaona, aliwapa nafasi ya pili. Lakini tuone hawa vijana walifanya nini. Mfalme akaongeza, naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Kwa hiyo akaongeza kutaja ya kwamba hakuna Mungu yeyote atakayewaokoa na mikono yangu. Huyu ni Nebukadneza anaongea. Ngoja uone vijana hawa waliomwamini Mungu kama baba yao. 16. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Unaona? Wanasemaje? Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Umeona? Wameanza kwanza, Mungu wetu anauweza kwa sababu yeye ni mkuu sana. Wakasema ya kwamba anaweza kutuokoa na tanuru inayowaka moto. Lakini wakaongeza, hata asipofanya hivyo, akaruhusu tufie kwenye moto, bado sisi hatusujudu sanamu. Huu ni mfano wa utii ule Mungu ambao anasema ya kwamba uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa nini Mungu wetu anasema hivyo, na kwa nini anataka tumwamini kwa kiwango hicho? Ni kwa sababu hata tukifa ana uwezo wa kutufufua. Sasa angalia kisa hiki kinavyomalizia. Mfalme akaghadhibika sana, akaita wakuu wa maaskari, wakawachukua hawa Meshaki, Shadraka na Abednego ambao majina yao ya mwanzo ni Hanania, Mishaeli na Azaria, yalibadilishwa katika utawala huu mpya waliokuwa. Na walipochukua wakatupwa sasa kwenye moto. Mstari wa 23. Na watu hao watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Unaona, wametupwa sasa kwenye moto. Na walipotupwa kwenye moto, wao walichagua kumwamini Mungu wao na baba yao wa mbinguni ya kwamba alisema tusije tukasujudu sanamu yoyote. Hatusujudu. Kwenye moto mfalme alisema ya kwamba, je, Mungu atawaokoa? Wakasema Mungu anaweza kutuokoa, ila hata akiruhusu tufie huko sisi tuko tayari. Kwa nini? Baba yetu ana uwezo mpaka wa kufufua. Bwana asifiwe. Mungu ametuita kumwamini kwa kiwango hicho. Hata tukifa tukakutwa na mauti, bado ana uwezo wa kufufua. Sasa hapa wametupwa kwenye moto. Tuone baba yao wa mbinguni
alifanya nini? Je, aliacha wafe maana baadaye atawafufua kwa uzima wa milele, au naye kwenye moto alifanya nini? Hebu ona uweza huu wa Mungu. Ndipo mstari wa 24, Danieli 3:24. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Bwana asifiwe. Baba yao wa mbinguni alichagua kuwafata kwenye moto. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka, akanena akasema, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. Unaona, mfalme anasema kwamba watumishi wa Mungu aliye juu. Mwanzoni alisema ni Mungu gani atawaokoa na mkono wangu. Saizi ameshaona, anasema watumishi wa Mungu aliye juu. Kwa hivyo tunapomwamini Mungu, uweza wake utaathiri hata watu wanaotuzunguka. Watavutwa kumuona baba yetu wa mbinguni ya kwamba ni Mungu mwenye uweza mkuu sana. Mpendwa, huenda ulikata tamaa wakati fulani. Mungu anatusii katika kisa hiki kuamini juu ya uweza wake. Na kwa sababu anaweza, yeye mfalme Nebukadneza alishuhudia juu ya uweza huu wa Mungu. Na mfalme mwishoni kabisa mstari wa 29 tunapomalizia sasa anasema hivi, basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawatukuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Mungu akawanyanyua tena wanaye, lakini mfalme akatangaza ya kwamba watu watetemeke mbele ya Mungu wa Meshaki, Shadraki na Abednego. Kwenye kitabu cha Waibrania 13:8 anasema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hivyo huyu Mungu wa Meshaki, Shadraki na Abednego anaweza pia kuwa Mungu wako, anaweza kuwa Mungu wangu, anaweza kuwa Mungu wetu. Uweza wake bado ni ule ule. Tunapochagua kumwamini, wakati mwingine huenda tutajaribiwa kupita kwenye magumu, lakini kama alivyowafuata watumishi wake kwenye moto, aliwafuata na hatimaye akawaokoa, na mfalme akavutwa kuokolewa. Baba yetu wa mbinguni ana uweza mkuu sana, na kualika endelea kumwamini, endelea kumtumaini, endelea kumtegemea. Jambo lolote unalopitia, hata iwe changamoto gani, mwambie katika maombi. Yeye Baba ana uweza mkuu sana. Hekima yake haiwezi kulinganishwa. Ikiwa aliingia kwenye moto akaokoa watu wake, huo uweza ni mkuu sana. Kwa sababu mfalme naye alikiri, hamna Mungu anayeweza kuokoa namna hii isipokuwa huyu Mungu ni mkuu mno. Na mfalme akavutwa kumuona Mungu na kuanza kumwamini hatua kwa hatua. Baadaye tutakuja kuona huko mbele Nebukadneza naye anaokolewa, kwa sababu atafikia sehemu anamkiri Mungu kabisa na kumtumaini na kumtegemea katika utawala wake. Kwa hivyo tunapomwamini Mungu, hata wanaotuzunguka ule uweza unawaathiri na kuvutwa kumtaka Mungu wetu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neno lako la pekee. Asante kwa uweza wako mkuu uliookoa nao hata katikati ya moto.